naitwa Mwenja Maingu, ni mdau wa maendeleo Msoma Vijijini, lakini pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Sasa na mimi nimeamua kutia nia ya bunge jimbo la Msoma Vijijini. Kama kijana nina fursa pia ya kushiriki katika maamuzi ya kisiasa. Kwa hiyo nimejipima kwa umri wangu, nimeona ninatosha kabisa kuja katika kinyang'anyiro cha nafasi ya ubunge. Kama nilivyosema, mimi pia ni mdau mkubwa wa maendeleo Msoma Vijijini. Sasa sisi Msoma Vijijini tunabeba na fursa mbalimbali, ikiwepo uvuvi, madini, yani uchimbaji, lakini pia na shughuli za kilimo. Kwa hiyo hizo ndio zimenisukuma pia kuja kutia nia, nikiamini kwamba rasilimali tulizonazo tukizibadilisha, tukizitumia katika mwenendo ambao ni mzuri, tunaweza tukaleta tija kubwa kabisa maendeleo kwa wananchi wa Msoma Vijijini. Nikianza tu na sekta ya uvuvi, hapa halmashauri inakusanya zaidi ya bilioni 1.4 kwa mwaka kama pato la halmashauri kutoka kwenye sekta ya uvuvi. Lakini pia tuna madini ambapo halmashauri inakusanya sio chini ya bilioni 300 kwa kila mwaka. Lakini pia ukiongelea barabara pamoja na usafirishaji wa mazao pamoja na mifugo, halmashauri hili inakusanya milioni 300. Kwa hiyo kwa haraka pato kubwa la halmashauri sio chini ya bilioni 2. Lakini cha kushangaza, ukiangalia kwenye sekta ya uvuvi wanakusanya bilioni 1.5, lakini wameshindwa kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kujenga soko, kuwafeva wale wananchi katika shughuli zao za uvuvi, lakini pia kukuza pato la halmashauri, kwa sababu ni dhahiri kwamba unapojenga soko utakusanya zaidi, tayari umechangia kukuza pato la halmashauri. Lakini sisi halmashauri yetu unapohoji ni maneno tu, wanakuambia kwamba pesa ipo. Sasa unabaki unajiuliza, unakusanya bilioni 1.4 kwa mwananchi, lakini anapokuuliza habari ya soko unasema kwamba fedha hazipo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni namna gani mienendo inavyokwenda. Lakini pia shughuli ya uchimbaji wa madini, halmashauri inakusanya bilioni 300. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba nitaishauri serikali na nitahakikisha kwamba wachimbaji wadogo wadogo wanapatiwa maeneo ambayo tayari yamepimwa na yamerasimishwa kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Lakini pia niseme kwamba tuna changamoto ya barabara katika jimbo la Msoma Vijijini. Sisi miaka 60 mpaka leo hatuna barabara ya lami. Tukisikia barabara ya lami sisi kwetu ni muujiza. Kwa hiyo nimeona kwamba ipo haja ya kupata mgombea ambaye ana uchungu na maendeleo ya Msoma Vijijini, ambaye anakwenda kuishauri serikali kuhakikisha kwamba inakamilisha ujenzi wa barabara ya lami yenye jumla ya kilomita 51 kutoka kule Mkila mpaka Busekera. Ni lazima Msoma Vijijini tuhakikishe kwamba tunajenga soko kwa ajili ya kina mama kufanya biashara zao. Sisi tumepigwa sana na sekta ya uvuvi kule Msoma Vijijini, na wadau wakubwa ni wakina mama katika biashara ile ya dagaa. Kwa hiyo nitaishauri serikali na halmashauri yangu kuhakikisha kwamba tunajenga soko kubwa la dagaa na samaki kwa ajili ya kuendesha zile biashara za kina mama. Lakini pia tutafika katika ngazi za kata kuhakikisha kwamba kila kata inapata soko. Sisi kule Msoma Vijijini hakuna soko hata moja. Katika upande wa ajira, sisi kule Msoma Vijijini tuna skimu ya umwagiliaji ambayo mpaka sasa haifanyi kazi. Kwa hiyo endapo nitaaminiwa na wananchi wangu kwenda kuwakilisha bungeni, nitahakikisha kwamba tunaweka ukarabati wa hali ya juu kuhakikisha kwamba ule mradi wa umwagiliaji unarudi na wananchi wanafanya kilimo cha umwagiliaji. Mimi pia ni kijana, lakini pia mimi ni mdau mkubwa wa kilimo, ninafanya kilimo cha nyanya. Sasa hivi ukilima ekari moja ya nyanya ambayo utatumia sio chini ya milioni 3 mpaka 4. Ukija kuvuna kwenye mwezi ya sikukuu na hapo katikati, kipindi ambacho kuna mvua, unaweza ukapata mpaka milioni 25 hadi 18. Sasa mimi nimeona kwamba hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, ndio kipaumbele changu kikubwa kuhakikisha kwamba ile skimu ya umwagiliaji inafanya kazi. Lakini pia kuna miradi mbalimbali ya ufugaji, nimeona pia vijana wa Chama cha Mapinduzi wanafanya. Kwa hiyo nitaaminiwa, basi nitahakikisha kwamba ninawaunga mkono kwa 100% kuhakikisha kwamba ile miradi inaendelea. Lakini pia hapo nyuma sisi wadau wa maendeleo tumekuwa tukipata tabu sana kufanya, yani kutoa michango yetu, kwa sababu unapokuwa unakwenda kuchangia, kwa mfano kama ule mradi wa kondoo, unapoondoa labda 20 unataka wape vijana, ukitaka kupeleka wale walioko majimboni wanaweka vikwazo vingi sana. Wanasema kwamba wewe una nia kugombea. Kwa hiyo nimeona kwamba niweze kuomba nafasi ya kuwakilisha ili niweze kuyafanya kwa uhuru.